ndio ujumbe ambao Mungu amenituma kwako. Jina langu naitwa Isaya Chamsa. Kwa niaba ya waandishi wa habari wenzangu, tunayo kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutuweka hai mpaka kufikia siku ya leo. Wapo wengi ambao walitamani kufikia leo, baadhi ya ndugu zetu, lakini hatunao katika sayari hii ama dunia hii. Kwa bahati mbaya wamelala mauti, basi hatuna la kusema. Jina langu naitwa Isaya Chamsa. Basi asante sana. Karibu kufuatilia ushuhuda huu. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Amen. Jioni njema aliyokuleta niweze kusikia habari za kule tunakotegemea kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji usikivu wako sana wa rohoni. Maana naweza ukanisikiliza mwilini, rohoni usiwe pamoja nami. Mungu akusaidie kuyasikia haya nitakayokuletea. Na haya ndio kiini cha kuzunguka kwangu. Kwa wale wanaoniona kwa mara ya kwanza, jina langu ninaitwa Nyisake Chaula. Ni mzaliwa wa mkoa wa Iringa, ninaishi mkoa wa Mbeya. Nimetumwa na Mungu kukuletea ujumbe ambao ukiusikia utakusababisha kupenya mbingu, na ukipuuzia, mimi kwangu nimenawa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kutoka nyumbani kwangu mpaka hapa ni maili nyingi mno, lakini nimekuja kwa sababu Mungu amenituma. Bukoba kuna watu wake. Amen. Kabla sijaanza kushuhudia, neno la Mungu ndiyo nguzo ya kila kitu. Nasoma neno la Mungu, sihubiri katika hilo, nasoma katika utangulizi, katika vitabu viwili, kitabu cha Daniel na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Daniel mlango wa 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 3. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa watu wa Mungu wangu. Na kutakuwa na wakati wa taabu, mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudhalauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 20. Ufunuo wa Yohana mlango wa 20 mstari wa 11 mpaka ule wa 15. Neno la Mungu linasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake.
mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa moto. Baba, katika jina la Yesu, nimesimama mwanao mbele ya watu wako hawa kuleta kile ambacho Yesu umenituma kwao. Ninahitaji neema yako ya kueleza, Mungu, maana ninaweza nikaeleza na nikapalia makaa vichwani mwa watu, moto usiozimika. Nipe lugha nyepesi, Mungu. Nipe maneno mazuri, Mungu. Yamkini wakashindwa kunielewa kwa ajili ya lugha yangu. Bwana Yesu, ninahitaji huruma yako jioni ya leo. Ninahitaji uwezesho wako jioni ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu, agano lako na mimi ni kuwa pamoja nami kila nisimamapo. Simama Mungu, eleza siri hii kwa watoto wako. Simama Mungu, eleza magumu haya kwa watoto wako yawe mepesi. Ni nani wa kutuponya kama si wewe Bwana? Ni nani wa kutuhurumia kama sio wewe Mungu? Akili zetu zimezoezwa mambo ya kawaida. Mungu, ninaomba huruma yako jioni ya leo. Huruma yako jioni ya leo juu ya binti huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya baba huyu. Huruma yako jioni ya leo juu ya mama huyu. Mungu, katika jina la Yesu wa Nazareti, jidhihirishe kwake kama baba. Jifunue kwake kama Mungu mwenye huruma. Funua ukweli huu Mungu aweze kujua. Bwana Yesu, ninahitaji neema yako sasa. Ninahitaji Bwana ukamate kinywa changu katika jina la Yesu. Wako wengine watakaosikia kwa kupitia mikanda hii. Mungu, usipungukie neema yako. Shetani usiyetamani watu kuona wanaingia mbinguni, shetani unayesababisha roho ya ukaidi, shetani unayesababisha roho ya ugumu, huna mahali pa kupeleka wana wa Mungu. Huna mahali pa kupeleka kanisa. Toka kwa jina la Yesu, kwa huyo kijana, kwa huyo binti, roho ya kutakuamini toka kwa jina la Yesu. Mungu, ninaita pendo lako. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Anza nami, maliza nami Bwana, kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe huu ninaokuletea si ujumbe wa kusoma kama unavyoweza kuamini. Si ujumbe wa kusikia au kuelewa mtu alipokuwa akieleza au kusoma kitabu. Ni ujumbe ambao Mungu alinichukua. Nilienda nikaona na lengo la kunirudisha ili niweze kusema na wewe. Ninajua wengi wamekuwa na kauli nzito ya kuzungumza ya kwamba mambo haya ni magumu. Ni nani aliyeenda akarudi? Ibilisi ametafuta uongo kwa ajili ya kunasa roho za watu wengi, kwamba hakuna aliyeenda akarudi, ili aweze kusema ni nini kilichopo. Mungu ameona usipotee kwa hilo. Mungu alinichukua, ninaisema na wewe. Mungu alinichukua, nikaenda, nimeona, nimerudi. Sasa kile ninachokueleza ni kile nilichoona.
pengine kulingana na ile hali niliyoiona jinsi ilivyo, huwa ninakosa ustahimili. Napoona machozi yananitoka ni kwa sababu najua ni nini kinachokwenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tukifanya mkutano pale nyumbani kwetu Mbeya. Sasa kawaida ya ule mkutano wa Injili, kuna kawaida moja ya kutafuta waombaji watakaoingia kuomba kwa ajili ya mkutano. Sasa mkutano wa Injili ulipokuwa ukiendelea, mimi na wenzangu mabinti 10 tulichukuliwa tukaingia kwenye chumba cha maombi. Tukazamia huko kwenye maombi, tukawa tukiendelea kuomba usiku na mchana kwa ajili ya ule mkutano, ili Mungu aokoe na kuthibitisha nguvu yake. Ninakumbuka tulipokuwa tunaendelea na yale maombi, mwenzetu mmoja akatoa wazo kwamba si vema tukaendelea kukaa kwenye chumba cha maombi bila kujua kwenye mkutano nini kinaendelea. Ni vema tukagawana, kwa sababu tuko 10, wengine waende waone kile kinachoendelea kule katika ulimwengu wa roho, ili tuwe na hoja ya kumwambia Mungu, na wengine wanapoendelea kuomba. Tulikubaliana na ile hoja. Mimi nilikuwa ni mtu wa kwanza kwenda kwenye mkutano, maana mkutano wetu ulikuwa na vipindi vitatu: asubuhi, jioni na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa nimefika ule mkutano wa usiku, tukafanya mkutano, tukawa tumerudi kwenye chumba chetu cha maombi. Tulipokuwa tunaendelea na maombi, watu waliozama kwenye maombi wanajua kwamba kazi ya maombi ni kazi ambayo inahitaji nguvu. Tulipokuwa tunaendelea na maombi, baadaye tukajisikia miili yetu imechoka, tunahitaji kupumzika. Tulipokuwa tumepumzika, mimi usingizi mzito sana ulinifunika, sijui wenzangu. Nilipokuwa nimelala, kwetu Mbeya kuna baridi. Ghafla nikakuta ule usingizi umepaa. Nikisema usingizi umepaa, nadhani Watanzania wenzangu mnanielewa. Nikakuta usingizi haupo tena. Nikafikiri kwamba inawezekana ni kwa sababu ya baridi ya Mbeya. Nikajifunika mablanketi, lakini usingizi sikupata tena. Wakati huo wenzangu wote wakiwa wamelala usingizi mzito. Nikiwa katika hali hiyo, nikawaza kwamba niombe, lakini sikusikia kuomba. Kusoma neno sikusikia, nikabaki nimekaa katika hali hiyo. Ndipo nikasikia sauti ya mtu ikiniita. Ile sauti ikasema, "Nisa." Iliponiita nikafikiri labda kuna mwenzangu ameniona kwamba niko macho, sasa anataka niamke tuendelee kuomba pamoja naye. Ile sauti karudia tena, ikaita, "Nisa." Iliponiita jina langu, wazo likanijia kwamba inawezekana kuna mtu nje ya hii nyumba tulimo, labda ameniona, labda dirishani au kwenye upenyo wa mlango. Sasa anataka nitoke nimfungulie. Nikanyanyuka, nikaenda mahali pa mlango kufungua, sikuona kitu. Ila nilikutana na giza zito, maana ulikuwa ni usiku wa manane. Hakuna hali yoyote ya watu kutembea wala wanyama, ni hali ya utulivu, hali ya usiku, giza limefunika nchi. Nikafunga mlango, nikarudi tena kukaa pale. Ile sauti ikaniita tena mara ya 3. Nisa. Iliponiita mara ya 3, nikaitika. Nilipoitika, ile sauti ikasema, "Nimekuchagua uwe mtumishi wangu." Niliposikia ile sauti nikagundua ya kwamba ni Mungu alikuwa akisema nami. Nikasema, "Bwana, siwezi kufanya kazi yako kwa sababu kazi yako ni ngumu." Nikatazama namna watumishi wa Mungu wanaofanya kazi katika mazingira magumu. Nikatazama namna watumishi wa Mungu wanapopambana katika utumishi wao. Sikutamani, nikasema hapana, siwezi kufanya. Kujitetea kwangu kwa mara ya kwanza, nikasema siwezi kwa sababu umri wangu haunitoshi kufanya kazi yako. Ile sauti ikasema, "Nimekuita uwe mtumishi wangu." Mkumbuke mtumishi wangu Yeremia
Nalimuita tangu tumboni mwa mama yake. Hakufanya ile kazi kwa sababu alizoea, alifanya kwa sababu mimi Mungu nilikuwa ndani yake. Pamoja na ile sauti ya Mungu kusema nami hivyo, nikasema Bwana, tafuta mtu mwingine, mimi siwezi. Nikaendelea kubishana naye, tulibishana naye kwa muda mrefu. Ninabishana naye huku ninalia, nikiogopa kazi ya Mungu ilivyo. Baadaye zile kelele zikawainua dada mmoja, kumbe akawa nasikia mahojiano yangu na Mungu yaliyokuwa akiendelea. Akaniambia, Isaac, ikiwa Mungu amekuita huna sababu za kukataa. Basi tukaamka tukaendelea kuomba, ile sauti ikakoma. Tulipoendelea kuomba, basi hatukulala tena mpaka asubuhi kulipopambazuka. Siku iliyofuata tukaamka, tukaoga, tukanywa chai. Wakaniambia tena nitaenda kwenye semina ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nikitoka kwenda kwenye semina ya asubuhi, tukamaliza semina kama kawaida, tukawa katika njia ya kurudi. Kumbuka tumewekeana zamu, wengine wanabaki na sisi wengine tunakwenda kule. Sasa tulipokuwa tukitoka, mwenzetu mmoja akatoa wazo, akasema kuna mpendwa mwenzetu anaumwa maeneo yasiyo mbali na mahali tulipokuwa kwenye ibadani. Twende tukamtaki hali, ndipo turudi kwenye chumba chetu cha maombi. Ninachokumbuka, tulikubaliana, tukafika pale, tukakuta mwenzetu anaendelea vizuri. Tukamshukuru Mungu kwa maombi. Baada ya kumshukuru Mungu kwa maombi, ninakumbuka tukaendelea kujifunza juu ya Biblia. Mwenye swali akawa anauliza na mwenye jibu anayeweza kujibu, tukawa tunajibizana namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulipofika muda, tukaangalia saa, tukagundua ya kwamba tunahitajika kurudi kwenye chumba cha maombi ili wenzetu waende kwenye mkutano. Tukasema kama tulivyofungua kwa maombi, ndivyo tufunge kwa maombi na kumwacha ndugu yetu mikononi mwa Mungu. Ninakumbuka neno moja, tulikuwa katika hali ya kumwabudu Mungu. Tulimwabudu Mungu sana, na uwepo wa Mungu ulishuka mahali pale. Katikati ya hali ya kumwabudu Mungu, maana ndicho ninachokumbuka kwamba tuliendelea kumwabudu Mungu. Tukiwa bado tunaendelea kufumba na kufumbua, nikajikuta mimi niko katika ulimwengu mwingine, nikiwa na mwili wangu hivi, lakini nikajikuta niko eneo tofauti na maeneo ya nyumbani. Nimetokaje? Sijui nilikuwa nimetokaje. Sasa kwa sababu mimi ndio nilikuwa nikitoka, japokuwa wale wenzangu hali walioiona ni tofauti na mimi niliyokuwa nikiiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimetoka yule mwili wa kawaida, nikajikuta niko katika mwili wangu Yesu, lakini niko eneo tofauti. Nilipokuwa maeneo yale, nilifika kwenye bonde moja. Lile bonde nililokuwepo lilikuwa ni bonde moja kubwa sana, na lile bonde lilikuwa halina miti, lilikuwa halina nyumba, lilikuwa halina wanyama, wala yani hakuna vitu chochote kitambaacho wala kilukacho, na hali ya hewa ilikuwa tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani. Sasa nikaanza kutazama, lilikuwa ni bonde ambalo lina majani mafupi, lakini hali ya hewa ya kule iko tofauti na hali ya hewa iliyoko duniani. Naomba nisikilize. Nilipokuwa niko katika lile eneo, nikawa naanza kujiuliza. Nilikuwa nyumbani pamoja na wenzangu, nyumbani kwenye hali ya hewa inayojulikana, kwenye nyumba, miti, magari, wanyama. Sasa ni nini kimenileta huku? Nimefikaje mahali hapa? Ni nani aliyenileta hili eneo? Kwani nikajiuliza maswali mengi pasipo kupata majibu, maana kwa wakati huo nilikuwa mimi mwenyewe, mtu wa kunijibu alikuwa hayupo. Baadaye katika hali ya kujiuliza yale maswali, nikakata tamaa, nikasema aliyenileta huku ndiye atakayejua namna ya kunirudisha nyumbani. Nikaamua kukaa chini. Nilipokuwa nimekaa chini kwenye yale majani, nikasikia sauti nyuma yangu ikiniita. Ile sauti ikasema, Isaac, inuka nifuate. Nilipogeuka kumtazama aliyekuwa akiniita, nilimwona mtu ana umbo la mwanadamu, lakini sura yake, mtazamo wa
wake si kama mwanadamu aliyeko chini ya jua. Nimeona watu wa mataifa mengi, lakini yule alikuwa hafanani, japokuwa umbo ni kama mwanadamu, lakini mtazamo, sura yake alivyo na rangi yake alivyo, maana yule mtu alikuwa aking'aa kupita jua. Alikuwa aking'aa kupita jua. Unaweza kustahimili kulitazama jua, lakini sio yule mtu. Halafu alikuwa na nywele zake amezibana nyuma na banio jekundu. Nilipokuwa nikimtazama, alikuwa amevaa vazi moja refu jeupe linang'aa. Hakuna dobi anayeweza kulifua likang'aa kufika kiasi kile. Nilipoendelea kumtazama, alikuwa amefungwa mkanda mpana kiasi hiki. Kiunoni mwake ule mkanda ulikuwa ni mwekundu. Halafu macho yake yalikuwa ni kama miale ya moto. Sasa ninaendelea kumtazama, hakukanyaga chini kama nilivyokanyaga mimi. Alikuwa yuko hewani. Katika kumtazama, nilipomuona sikuweza kumuuliza swali kwa wakati huo. Baadaye, kwa sababu nimeamuliwa kwamba niinuke nimfuate, nikainuka nikaanza kumfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa ninamfuata, yeye ametangulia, mimi niko nyuma. Tukafika mahali nikaanza kusikia mungurumo unakuja masikioni mwangu. Kwa mbali nasikia ule mungurumo, na sikuweza kugundua ni mungurumo wa kitu gani. Lakini kadri nilipokuwa ninaendelea kusogea, ndivyo ule mungurumo nilipokuwa nazidi kusogea unazidi kuja kwa kasi masikioni mwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuweza kuuliza habari ya ule mungurumo tu, bali nikaendelea naye na safari. Kufika mbele, nikatazama kule tunakoelekea, nikakuta kumefunikwa giza zito ajabu, na huo mungurumo unazidi kwa kasi. Ndipo nikaona shauku ya kumuuliza yule mtu. Nikasema, samahani, ninaomba niulize. Nikasema lile giza ninaloliona na huo mungurumo ninaovisikia vinasababishwa na kitu gani kwamba vitokee? Akaniambia, lile unaloliona sio giza, ila kile unachokiona ni moshi. Huo mungurumo unaosikia na huo moshi unaoona vinatoka sehemu ya jehanamu. Watakapokwenda kutupwa wanadamu waliokufa katika dhambi baada ya dunia kukunjwa kama karatasi. Niliposikia neno jehanamu na tunaelekea huko, unajua mimi binafsi nimeelewa kwenye nyumba ya Kristo. Nimesikia tangu utoto wangu habari ya moto. Nimesikia tangu utoto wangu habari ya jehanamu. Lakini na kuhakikishia, nilikuwa siamini kama kweli jehanamu ipo. Nilikuwa na waza kwamba Biblia inasema Mungu ni mwenye huruma. Atawezaje kuchoma watu aliowafanya? Na ulimwengu watu ni wangapi? Nikichukua Tanzania, nichukue bara la Afrika, nichukue mabara yote, je, Mungu atawezaje kuangamiza hao watu aliowafanya mwenyewe, na kwa ukubwa wa moto kiasi gani? Ndicho kitu kilichokuwa kimenijenga kabla ya kwenda kuona hiyo jehanamu. Na haya mawazo ndiyo yaliyofunika dunia ya leo. Kuna watu hawaamini ya kwamba jehanamu ipo. Nilikuwa nikiamini kwamba wazungu waliokuwa wakiandika Biblia walisema moto ili watu waogope kutenda dhambi. Ndivyo nilivyokuwa nikiamini kwamba si kitu halisi, ila wameweka kwamba wakisema kuna moto watu waogope. Ndugu yangu, naomba unisikilize. Inawezekana ulikuwa na mtazamo kama mtazamo niliokuwa nao mimi, kwamba moto haupo na Mungu anawezaje kuteketeza watu. Na nyakati za leo kuna imani nyingi potofu ambazo shetani anatumia kupoteza watu wa Mungu, zinapinga kwamba hakuna jehanamu. Lakini mimi nakwambia ya kwamba ninaye
ninayesema na wewe, nimekwenda nimerudi, ninaomba unisikilize. Nilipokuwa nimesimama hilo eneo, nikawaza sasa kwamba inawezekana nimekufa. Sasa ninapelekwa sehemu ya jehanamu, inawezekana nimetenda dhambi. Nikadondoka miguuni mwa yule malaika, nikaomba sana kwa kulia kwamba yule mtu anirudishe nyumbani. Nikaomba, nikalia, nikagaragara miguuni mwake anisamehe, lakini yule mtu hakunijibu chochote wala hakusema na mimi kitu chochote. Katika hali ya kuendelea kulia, nikanyanyuka. Niliponyanyuka, nikaanza kumfuata kwa lengo la kwamba huyu mtu anisamehe, anirudishe nyumbani, nisiende huko. Nakumbuka ninapozidi kwenda, ule mungurumo ndipo ninapozidi kuusikia, na ule moshi ndipo ninapozidi kuona namna gani unavyotoka eneo kwa uzito usiokuwa wa kawaida. Naomba Roho Mungu anipe lugha na kauli ya kuzungumza na wewe ili upate kunielewa. Nilipokuwa ninamfuata yule malaika kufika eneo fulani, nikasimama hapo. Akili zangu ziligoma hapo, ufahamu wangu ulinyamaza hapo. Ufahamu, hata ungelikuwa ni wewe, ufahamu wa mwanadamu ungeliweza kunyamaza. Kitu nilichokuwa nikikikuta mbele yangu, kitu nilichokwenda kukabiliana nacho mbele yangu, Biblia inasema ziwa la moto, lakini mimi nasema bahari ya moto. Niliona bahari. Ninaposema ziwa, asante Mungu mko karibu na ziwa, mnajua ukubwa wa ziwa na ukubwa wa bahari, wengine wanaujua. Ziwa, ule moto lilikuwa ni bahari ya moto. Na mara nyingine huwa sisemi neno moto, nile inaitwa hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu iliyotulizwa. Unajua ni rahisi kuona Mungu leo anawaona watu watenda dhambi, anawaacha, ukafikiri Mungu ni mwenye huruma. Biblia inasema iko siku atafunua hasira yake, asiwepo mtu wa kumtuliza. Ile inaitwa hasira. Nilitazama huko sioni mwisho, nilitazama huku sioni mwisho, nilipotazama mbele sioni mwisho. Iya ninapozungumza ni pale ambapo upeo wa macho yangu ulipoishia. Ule moto, inawezekana umezoea kuona moto ukiyeyusha dhahabu ukaufananisha. Inawezekana umezoea kuona moto ukiyeyusha misitu ukaufananisha. Ni moto usiofanana. Ulikuwa ni moto wa ajabu. Ule moto ulikuwa unalipuka mlipuko wa hali ya juu usiokuwa wa kawaida. Ulikuwa ukilipuka unapanda juu, unapanda kutengeneza milima kama mawimbi makubwa, kama milima. Lile wimbi linajifiringisha, linakwenda kujitupa upande wa pili. Litakapokwenda kujitupa huo upande, munguruma utakaotokea hapo, mwanadamu huwezi kusimama mbele ya hasira ya Mungu. Na hayo mawimbi halitokei wimbi moja kama kawaida ya ziwa mnavyoweza kuona mawimbi. Linainuka mlima, pata unainuka mlima, milima ya moto, na unapojiviringisha na kwenda kujitupa eneo jingine. Nikakuta mwili wangu na viungo vyangu vyote havina nguvu. Na ule moto ulikuwa hauna rangi kamili. Mara nyingine ulikuwa ni mweusi sana kupita rangi, mara nyingine ni mwekundu sana kupita rangi nyekundu, nani ni mwekundu umepita. Mara nyingine zile rangi zinajichanganya. Nilipokuwa ninaendelea kutazama ule moto, nikatazama nikakuta ndani ya ule moto, pamoja na ukali wake ninauona, lakini chini ya ule moto nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Nilipotazama nikafuta macho yangu niangalie kile ninachokiona, nikakuta kuna wadudu walio hai wanatembea. Wale wadudu walikuwa ni warefu kiasi hiki, walikuwa ni kama wale nyoka wembamba sana. Halafu wale wadudu walikuwa milini mwao kuna
mbili, yaani kwenye mkia ni mdomo na kichwani kuna mdomo kama kawaida. Wanaweza wakatembelea kote na kote, huku ni kichwa na huku ni kichwa. Na ndani ya mdomo mmoja kulikuwa na meno mawili, meno ambayo yana urefu unaofanana na biki. Nilipokuwa nikimtazama wale wadudu, nikakuta wana rangi mbili miilini mwao. Kuna rangi nyeupe inayoendana na weupe, halafu kuna rangi nyingine tofauti na ule weupe. Ndipo nikauliza, ninajua ni sayansi ya ajabu kwa mwanadamu kuona kitu chochote kinaweza kikaishi ndani ya moto. Ninajua mawe mazito yanayeyuka, vyuma vinayeyuka, hakuna kitu kinachostahimili ndani ya moto. Nikashangaa ni kwa nini hawa wadudu wako na wengi kupita hesabu, ni kama mchanga wa baharini. Ni wengi kama mchanga wa bahari, halafu wako hai wanatembea. Kila nikitazama ninakuta ni sawasawa na samaki ndani ya maji, hawezi kudhurika na maji kama unavyofikiri. Nilipoendelea kutazama nikaingiwa hofu, nikamwambia yule malaika, nikasema samahani, ninaomba niulize. Nikasema mbona moto huu ni mkali kiasi hiki? Halafu mbona wale wadudu ni wadudu wa aina gani walio na uwezo wa kustahimili makali ya moto kama yale? Ni wadudu wa aina gani? Akaniambia kwamba niseme hawa wadudu unaowaona ni funza wa jehanamu. Hawa ni funza wa jehanamu, wamewekwa humu kwa ajili ya mateso ya watu watakao kuja kutupa ndani ya hili ziwa. Wao hawaungui wala hawateketei. Ndipo nikamuuliza, nikasema mbona miili yao ninaona ina rangi? Ni mapambo au ni hali halisi ya miili yao? Akaniambia kwamba yale sio mapambo wala sio rangi. Unapoiona ile rangi iliyo tofauti na weupe wao, ile ni sumu imehifadhiwa kwenye miili yao. Sumu imehifadhiwa kwenye miili yao. Unapoyaona hayo meno, ukali wake, yana uwezo wa kutoboa hata fuvu la kichwa cha mtu. Yakisha kutoboa, wanatokeza upande wa pili, yaani wanatoboa halafu wanapita, wanatokeza upande wa pili. Na wakisha kupita upande wa pili, mahali walipopita, wanamwachia mwanadamu sumu kali inaendelea kumtesa, na huku mateso ya moto yanaendelea kumtesa vibaya, na huku mauti ikiwa imekamata mikononi mwa Mungu. Nilipotazama ile hali, nikalia kwa uchungu sana, nikalia mno kutazama kwanza mateso ya moto wenyewe ulivyo, halafu bado huko ndani kumewekwa funza wenye sumu kwa ajili ya kumtesa mwanadamu atakayekuja kutupa ndani ya hilo ziwa. Nikiwa nimeishiwa nguvu, ninalia kwa uchungu sana. Ndipo nikauliza, nikasema naomba niulize. Kaniambia uliza. Nikasema mbona tukiwa nyumbani tunaambiwa kwamba jehanamu kuna watu wanaoungua, mbona hii jehanamu haina watu wanaoungua? Akaniambia wanawaambia kweli, lakini tambua ya kwamba wakati wao wakuja kutupa ndani ya hili ziwa bado. Kumbuka ya kwamba Mungu alipokuwa anaweka jehanamu, hakuweka kwa ajili ya mwanadamu awaye yeyote yule. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Jehanamu haikuumbwa kwa ajili ya mtu yeyote.
Kama Mungu angeligundua ya kwamba jehanamu watakuja kutupa wanadamu, mateso angeliyapunguza, maana Mungu ana huruma na wanadamu. Mateso makali haya unayoyaona na shida iliyoko huko ndani, Mungu aliweka kwa ajili ya shetani na malaika wake walioasi. Hilo neno likaniuma kwamba mateso ya moto hayakuwa kwa ajili yako, jehanamu ile haikuwa kwa ajili yako. Yuko aliyeandaliwa, na ni kwa sababu ya shetani ndio maana mateso ni makali kupita kawaida, hayaelezeki, hayajulikani ni mateso ya aina gani, ya ukali wa aina gani. Akaniambia kwamba sasa mwanadamu, akaniambia kwamba baada ya kuniambia kwamba mateso haya ni jehanamu ni kwa ajili ya shetani, akaniambia muda wake wa kukamatwa shetani bado haujatimia. Ukifika wakati wake wa kwenda kukamatwa huko kuzimu alikotupwa, ukisha kufika wakati wake wa kuja kutupwa ndani ya hili ziwa pamoja na malaika wake alioasi nao, wakisha kutupwa ndani ya hili ziwa, ndipo wale wote sasa waliomfuata na kumsapoti ndipo watakapokuja kutupwa ndani ya hili ziwa. Lakini ni baada ya yule aliyeandaliwa. Tunajua kwenye masherehe kunakuwa na keki. Hakuna mtu anayeweza kula keki kabla ya bwana harusi na bibi harusi. Baada ya bwana harusi na bibi harusi ndipo wale wengine wanaweza wakala ile keki. Keki ya jehanamu haikuwa kwa ajili yako. Jehanamu ni kwa ajili ya shetani na malaika zake walioasi mbingu. Sasa unapomsindikiza umehiari. Ndio maana Mungu amenituma nije niseme na wewe kabla hujaondoka ya kwamba Mungu hakukuumbia jehanamu. Ndio maana alikubali kufa msalabani ili akuponye na mateso. Ameona bado husikii, ametuchukua twende turudi tuje tukwambie, ili utakapokwenda kule usiwe na mtu wa kulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikiwa nimesimama maeneo hayo, yule malaika akaniambia, twende nikuonyeshe mahali walipo hao watu wanaosubiri. Wamewekwa kwenye kifungo, sehemu kwenye bonde la mangojeo, wanasubiri yule aliyewadanganya. Akanitoa hiyo eneo, mwili wangu ukiwa umesononeka sana, nikiwa ninalia sana. Alipokuwa amenitoa hilo eneo, akawa ananipeleka eneo jingine. Lile eneo tulikokuwa tukielekea ni kama kwenye mwinuko. Tulifika mahali kwenye mwinuko, tukawa tunatazama bonde, na tulipofika juu ya ule mwinuko tukitazama lile bonde, mwanzo lile bonde lilikuwa limefunikwa na giza zito ajabu. Hata mahali ulipokaa na jirani yako, hata kama mmegusana, hamuwezi kutazamana. Giza limewatenganisha, kila mmoja na huzuni yake mahali alipo, kila mmoja na mateso yake. Duniani kuna kufarijiana, duniani kuna kupeana moto, kwamba hata walokole ni wajinga, wanatudanganya. Duniani mnaweza mkafarijiana, lakini lile eneo ni kila mmoja alipokaa na mateso yake. Hakuna mwenye kuinuka na kwenda kumwambia mwenzake pole. Wametenganishwa na giza. Mungu tukumbuke. Unajua Biblia inasema sehemu nyingine kwamba iko siku ambayo watu watalaani matumbo ya mama zao. Watalaani matumbo ya mama zao, kwamba mama, ungelinijua ungenitoa mimba nisione mateso haya. Watalaani matumbo ya mama
sababu ya giza lililokuwa limefunika, kama jinsi samli inaweza kufunika juu ya maziwa. Sikuona kitu chochote kwa wakati wa mwanzo, ila nikasikia sauti za watu zinazolia. Biblia inatamka neno moja kwamba kilio cha kusaga Mungu. Tangu mbingu na nchi zimekuwepo, hakuna mtu aliyewahi kulia kilio kama kile. Hakuna mtu aliyewahi kulia kilio kama kile. Tangu mbingu na nchi zimewekwa, wale watu wanalia. Nikasikia sauti za watu kutoka kwenye lile bonde zinalia, sauti zilizokosa matumaini, sauti zilizokosa taraja. Hakuna, zinalia kwa uchungu. Niliposikia nikaona tumbo langu linauma. Ingelikuwa ni amri yangu nisingetamani kuendelea na ile safari tena, lakini ilikuwa juu ya uwezo. Niliposikia ile sauti, nipo yule malaika akaniambia twende. Tukaanza kushuka kwenye lile bonde. Tulipokuwa tunashuka kwenye lile bonde, ndipo lile giza lilipokuwa likijivuta. Giza likajivuta likaondoka lote. Giza lilipoondolewa juu ya lile bonde, macho yangu yalishuhudia mabilioni kwa mabilioni, wanawake kwa wanaume, matajiri kwa maskini, waliosoma kwa wasiosoma, mabilioni kwa mabilioni. Biblia inasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Umepanda uovu, mavuno yake ni moto wa milele. Watu wengi walipinga, waliandika na vitabu ya kwamba hakuna moto, lakini baada ya kufa kwao wako kwenye moto. Ni ukweli usiopimika. Wale watu mabilioni kwa mabilioni, wenye watu wa kila hali, watu wa kila hadhi, watu wa kila lika, wanasubiri mshahara. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Nilipowatazama wale watu, nikajisikia uchungu kupita kawaida, nikalia. Wale watu hakuna mweupe hata mmoja, watu wote ni weusi kupita masizi. Hakuna mtu aliye mweupe wala maji ya kunde hayupo mwenye uafadhali. Watu wote wamekuwa ni weusi mno kupita mkaa, na lile sehemu kuna baridi, baridi ya ajabu iliyofunika hilo eneo. Na nilipotazama lile eneo, hakuna maji, hakuna hali yoyote ya kijani kibichi. Ni hali ambayo haina matumaini. Nilipotazama nikakuta lile eneo, wale watu waliopo lile eneo, nimekwambia kwamba hakuna maji, halafu hakuna hali yoyote ya kijani kibichi. Unapoona ni sehemu ambayo ni kama jangwa. Huwa ninasema siku zote, unapoona hali ya kijani kibichi hii, jua neema ya Mungu bado haijaondolewa kwetu. Huruma ya Mungu bado iko kwetu. Wale watu nikakuta kila mmoja ulimi wake umevutwa unafika karibu na kifua chake, awe mrefu awe mfupi, ulimi wake umevutwa unafika kifuani pake. Ndipo nilipowatazama wale watu, nikamuuliza bila malaika, nikasema samahani, naomba niulize. Nikasema hawa watu kwa nini ndimi zao zimevutwa namna hii? Ni kwa nini ndimi zao zipo katika hali hiyo, na hakuna unayemuona akiwa katika hali ya amani? Ndugu zangu, ndugu zangu, ni kweli utafurahi dakika moja ukiwa kwenye uzinzi, utafurahi dakika moja ukiwa kwenye ulevi, utafurahi dakika moja ukiwa kwenye uongo, utafurahi dakika moja ukiwa kwenye hali ya dunia. Lakini kumbuka, anasa ya dunia ya muda mfupi ikusababishia mateso ya milele yasiyokoma, mateso ya milele yasiyo na mwisho. Neno milele maana yake ni endelevu, yasiyo na mwisho. Kwa ajili ya uzinzi
hata mmoja ambaye angekataa kuokoka. Wote wangelisema tunakubali kuokoka. Lakini wanawezaje kupona? Neema ya Mungu imefungwa. Neema ya Mungu imekamatwa. Ni mlango ambao ukifunguliwa mara moja hauwezi kufunguliwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamuuliza yule malaika, kwa nini hao watu ndimi zimevutwa namna hii? Akaniambia kwamba unapoiona hii eneo hakuna maji, hakuna hali yoyote inayoweza kusababisha hawa watu wakanywa maji, na kiu walio nayo ni kiu ya adhabu. Ni kiu, sio kiu sawasawa na mlionayo duniani, ni kiu ya adhabu. Hivyo wanavyolia kwa muda mrefu, hakuna maji, wanatafuta maji ya kunywa, hawana. Wanatafuta hata tone la maji, hawapati. Wanapolia kwa muda mrefu, linapokuja kudondoka tone moja la chozi, wanazisogeza zile ndimi, wanalamba machozi yao, ndiyo maji yao milele na milele. Kumbuka, waliingiza mabomba nyumbani mwao kuepuka adha ya maji. Kumbuka, ni watu ambao walijipenda kwenye maisha yao, lakini kwa kutokutii wanalamba tone moja la chozi, ndiyo maji yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikawa nimesimama hilo eneo, akaniuliza hawa watu nawafahamu? Nikasema siwafahamu. Akanitoa akaniambia twende huko. Akanipeleka eneo ambako huko ndiko machozi yangu yalipokwenda kuongezeka maradufu. Huko nilikwenda kuwakuta ndugu zangu wa damu. Huko nilikwenda kuwakuta watu ninaowafahamu, tena wengine ambao hata vifo vyao kwenye misiba yao vinavyotawala ni pambio kwamba huyu ni mtakatifu, tutakwenda kumkuta mbinguni. Nikawakuta jana. Biblia inasema mawazo yenu si mawazo yangu, njia zenu sio njia zangu. Ni rahisi kumficha Mungu kile ufanyacho, ni rahisi kumficha wanadamu, ni rahisi. Ni rahisi kumficha mchungaji wako kile unachokifanya, lakini mwisho wa yote liko pepeto ambalo hakuna mwenye akili anayeweza kuvuka hapo. Hakuna mwenye ufahamu wa kawaida anayeweza kuvuka hapo. Nilipofika lile eneo, mtu wa kwanza kunionyesha alikuwa ni babu yangu upande wa mama. Ninafika pale namkuta babu. Yule babu duniani alikuwa ni mwinjilisti, mtumishi wa kanisa. Kabla sijazaliwa ametumikia kanisa. Kabla sijazaliwa anafanya kazi ya Mungu, na watu walimtambua ya kwamba ni mtumishi fulani, yuko maeneo fulani. Kumbe njia zake wanadamu walizitambua kwamba ni njema, kumbe amefarakana na Mungu. Itakufaa nini umfiche Mungu ili mwanadamu akuone ni mwema? Yuko Mungu anayejua kuangalia ndani ya moyo. Yuko Mungu anayejua kuchunguza. Mungu amenituma kwako nikwambie, yule babu alizikwa kwa heshima. Siku ya kifo chake alizikwa kwa heshima. Wachungaji, maaskofu walikuwepo kwenye msiba wakijua ni mtumishi wa Mungu. Wamefurika hapo. Hata ukiingia mtu nalia wanakwambia nyamaza, imba wimbo, huyu ni mtumishi wa Mungu, tutamkuta mbinguni. Zikalala kwaya zinakesha, zinapokezana, watumishi msururu, kila anayesema huyu ni mtumishi wa Mungu anashuhudia ushuhuda. Kumbe matendo yake yalifarakana na Mungu aliye hai. Kumbe njia zake hazikuwa pamoja na Bwana. Yule babu amekufa, amezikwa, kumbe yuko kwenye mangojeo ya jehanamu. Nikashangaa, ninamuona babu yangu duniani alikuwa ni mweupe, amebadilika, amekuwa ni mweusi kupita makaa. Nilipomtazama nikashtuka. Sikutegemea ya kwamba nitamkuta maeneo yale. Sikujua ya kwamba nitamkuta maeneo yale kwa jinsi historia yake ilivyokuwa. Sikutegemea. Nikakatika, machozi yakakatika. Babu aliponitazama alilia kwa uchungu mno. Alilia kwa uchungu kupita kawaida.
Nikamgeukia yule malaika nikamwambia, mbona huyu alivyokuwa duniani alikuwa ni mtumishi wako, na siku zote ameishi maisha ya kukuogopa, ya kumuogopa Mungu. Ndivyo tulivyojua kama wanadamu. Kwa nini namkuta huku wakati tunaambiwa kwamba watumishi wa Mungu sehemu yao ni kwenye uzima wa milele? Akaniambia kwamba alichaguliwa kwa kazi ya Mungu, lakini yeye alijua kwamba ile kazi tofauti. Mungu alipokuwa akimtazama aliona kwamba amemwita amtumikie, lakini yeye akageuza utumishi ule akaweka kuwa ni kazi ya kawaida. Hivyo aliongoza wengine wamuone Mungu, yeye mwenyewe hakutaka kumuona Mungu. Alikuwa tayari kuwahubiri wengine ubovu wa dhambi, lakini yeye mwenyewe dhambi zikawa zimemkalia. Hakujasoma katika huko duniani katika maandiko ya kwamba tangu ubatizo wa Yohana mpaka sasa ufalme wa Mungu wanauteka wenye nguvu. Hakuna kinyonge wala kidhaifu kitakachoishi. Hamjasoma. Nilipomtazama babu yangu nikaendelea kulia kwa uchungu. Hakutamka kitu chochote zaidi ya kulia. Hakutamka kitu kingine zaidi ya uchungu alionao. Usifikiri kwamba waliokaa mahali pale wamekaa kwa amani. Kuna mateso ambayo wanayo, lakini bado wanasubiri mateso halisi ya moto wa milele. Kumbuka, hawakuzaliwa huko, waliishi duniani kama tunavyoishi mimi na wewe. Hawakuzaliwa wakajikuta huko mangojeo, waliishi kama tunavyoishi. Na wengine waliingia makanisani, walishika na Biblia, wakaingia kwenye makanisa kufanya ibada kama kawaida, lakini kumbe mioyo yao iko mbali na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa amenitoka huyo babu, akanipeleka kunyonyesha mtu mwingine, akaniletea kijana mmoja. Huyu kijana alikuwa ni kiongozi kanisani kwetu, na alikuwa kati ya vijana wanaoaminika. Alikuwa ni yeye. Alikuwa ni kijana ambaye akosi kanisani ni mradi yupo. Kama hayupo utajua kwamba fulani leo hayupo, manake alikuwa si mtu wa kukosa ibada. Lakini alikuwa ni mtu muhudhuriaji, na ni mtu mtoaji, na ni mtu ambaye anatoa pesa kwa moyo. Hata mchungaji akifikiwa na wageni haraka watu wakwenda kuwatafuta ni yule kijana. Alikuwa ni mtu mtoaji. Ndugu yangu, naomba nikwambie, Mungu hahongwi na pesa ulio nayo. Mungu hahongwi na pesa ulio nayo. Hata ukitoa mabilioni ya pesa, kama moyo wako uko mbali na Mungu, Mungu hawezi akakuhurumia kuingia mbinguni kwa sababu ya sadaka yako. Mungu anachohitaji, sadaka ya kwanza ni moyo wako, ndipo zifuate sadaka zingine. Hatishiki na sadaka yako. Hata ukitoa maelfu na maelfu, kama uko kinyume na Bwana, mbingu sio yako. Yule kijana akawa ameugua, amelazwa ile hospitali waliofika Mbeya. Kuna hospitali kubwa inaitwa hospitali ya Rufaa Mbeya. Akawa amelazwa pale. Yule kijana baada ya kuona hali yake ni mbaya, baada ya kuona hali yake haina matumaini, akamwambia mzazi wake, kanitia wachungaji waje waniombee. Nilijua hiyo siri kwa sababu mama yangu alikuwa ni mzee wa kanisa. Kama ni mzee wa kanisa, yeye ndiye aliyetoa taarifa na ndiye aliyepeleka kwa mchungaji kwamba yule kijana anahitaji twende tukamwombee. Kweli walienda wakamwombea, alikaa siku 2 akafa. Kufa kwake watu wengi walisema huyu kijana ana bahati. Huyu kijana kati ya watu wenye bahati, ana bahati. Ni juzi tu amewaita wachungaji, leo hii anakufa. Watu walisema, hata mimi mwenyewe nilisema, ana bahati ya kumuona Mungu. Sikiliza mpendwa, Mungu hayuko kama mwanadamu ulivyo. Watu wengi wamejifariji katika hayo. Hata watu wengine wazazi wanaona ndugu zao ni wagonjwa. Hapa mwanzo walimkataa Yesu, bado ni wagonjwa, wanaendelea kumkataa Yesu. Wanasema tuite wachungaji waje waku
Yule kijana amekufa. Nikashangaa na kwenda kumkuta sehemu ya magojeo, anasubiri mshahara wake wa kwenda ziwa la moto. Nikamgeukia yule malaika nikauliza, nikasema mbona huyo alivyokuwa duniani aliwaita wachungaji na wachungaji walienda wakamwombea? Mbona watu wengi wanasema ya kwamba mtu yeyote aliyeombewa karibu na kufa ana sehemu nzuri ya kuingia mbinguni? Mbona huyu ninamkuta huku? Yule malaika akaniambia, Isaka, nenda kawaambie ndugu zako duniani. Nenda kawaambie ndugu zako duniani. Mtu yeyote aliyejua kwamba Mungu ni mtakatifu hachangamani na dhambi. Amejua kwamba ukitenda dhambi sehemu yako ni kwenye moto wa milele. Mtu yeyote aliyegundua ya kwamba ukitenda dhambi umefarakana na Mungu amegundua hilo, lakini kwa ajili ya uzuri wa dunia, kwa ajili ya tamaa za ulimwengu, akasema nitaendelea kufanya dhambi. Siwezi nikaacha uzinzi. Siwezi, mimi ni kijana mzuri, mimi ni binti mzuri, pesa yangu inaniruhusu. Siwezi kuacha dhambi. Nikiona nimekaribia kufa, ndipo nitakapomwita mchungaji aniombee. Akasema kwangu simpokei. Jinsi ninyi msipopokea vitu vilivyooza, ndivyo na mimi sivipokei. Japokuwa ninamtoa duniani, lakini sehemu yake ni mangojoo ya milele na kwenda jehanamu ya moto. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote. Ukiwa hai hutamani kumtumikia Mungu eti kwa sababu pesa unazo. Unapoona unakaribia kufa unasema nitafutieni mchungaji. Wewe kwa sababu unaogopa kwenda jehanamu. Ni lazima utakwenda kwa sababu haukumweka nafasi ya Yesu, haikuwemo ndani yako. Hukupenda kumtii Yesu ukiwa hai na nguvu zako zote. Umetumikia kwa shetani kwa sababu sasa umebanwa kwenye kona. Hata ukisema ulevi haushuki, ukisema uende kwa wanawake hawezi wakakupenda tena. Unasema kifo kimenikaribia, nitafute toba. Iko shida. Mpende Yesu ukiwa bado na nguvu zako. Mtumikia Yesu ukiwa bado na ujana wako. Mtumikia Yesu ukiwa bado na nguvu zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule kijana akiwa katika hali ya maumivu na mateso, akanyanyua kinywa chake akasema, anapozungumza sauti yake ni kama, si kama sauti ya mwanadamu, ni kama sauti ya mnyama fulani inakoloma huko ndani. Sauti haina mwelekeo wa kibinadamu. Anapiga kelele fulani ambayo sio sauti, na shida niielezeje, lakini haipo katika mfumo mzuri wa sauti ya mwanadamu. Ninaomba kamwambie baba, kamwambie mama na ndugu zangu. Yeye alikuwa ni mzaliwa wa kwanza kwenye hiyo familia. Akasema naomba nenda kawaambie wasifanye makosa, wasifanye dhambi. Maana kama unavyoniona mimi niko eneo hili, hakuna wazee kuniponya wala siwezi kutoka hapa. Ninaomba kawaambie wao walio na nafasi ya kumwita Mungu wakaitika, walio na nafasi ya kuokoka na wakaokolewa, kawaambie wasifanye makosa wakaja maeneo haya. Anawahofia ndugu zake. Yule malaika kanijibu akasema, usiende kuambia. Duniani kuna wachungaji, duniani kuna wainjilisti, duniani kuna waliookoka wanahubiri Injili. Wasipowasikia hao, sehemu yao ni katika ziwa la moto.
ni wakala moto wa kiberiti. Yule kijana alipokuwa amefikia hilo, akajitupa chini, akaendelea kulia kwa uchungu sana. Alipokuwa amejitupa chini akaendelea kulia kwa uchungu, ndipo akaniletea mtu mwingine tena. Huyo mtu aliyekuwa ameniletea ni mama katika ukoo wetu. Yule mama alikuwa ameolewa. Baada ya kuolewa, alikorofishana na mume wake na wakwe zake, akaona njia nzuri ni kunywa sumu. Akachukua sumu akanywa. Alipokunywa ile sumu akafa. Mumewe naye pepo likapita tena wale mauti, wakiwa msibani, naye akaamua kuchukua sumu naye anywe. Lakini alipokunywa yeye, walimgundua akiwa bado hajafa, lakini sumu ilikuwa imekaa ndani ya mwili wake kwa muda. Sasa wanamgundua, wakaamua kumkimbiza hospitali. Walioanza na mimi, kumbuka nasema tulikuwa tukienda kumuona ndugu yetu aliyekuwa anaumwa. Tulipokuwa tukienda kule, tulipishana na gari. Wanasema hilo gari limempakia mtu fulani, anapelekwa hospitali, amekunywa sumu na yeye, lakini bado hajafa, yuko hai, ila hali yake ni mahututi. Ninashangaa, niko kwenye maono haya, nimechukuliwa, ninaonyeshwa haya, nikamkuta yule dada kwa eneo lake, na yule baba ambaye duniani nilimwacha akiwa hai, naye ninamuona kule amebadilika, amekuwa ni mweusi ti, analia, ulimi wake umevutika, unafika mpaka kifuani, unafikiri amekaa zaidi ya miaka 100. Ndipo nikamuuliza yule malaika, nikasema, mbona huyu nilipokuwa nikiondoka duniani nilimwacha akiwa hai, mbona saizi namkuta huku amebadilika kama aliyekaa miaka mingi? Akaniambia kwamba mtu yeyote anapokata roho duniani, ile dakika anapohesabiwa kwamba sasa ni marehemu, ile sekunde huku amekwisha kuwa ni mwenyezi. Kama ni mateso ameyashiriki, na kama ni uzima ameushiriki. Unavyomuona huyu ni muda mfupi tu tangia naingia, lakini mateso ya mahali pale yamemfanya aonekane kama amekaa miaka 100. Kuna watu ambao hawajafunuliwa, huwa wanatamka mtu akifa msibani, usilie, wanakuwa kama wanafariji watu, usilie, huyu mtu bado anatembea mpaka kizipa, ndipo anapofika kule, bado yuko njiani anatembea, machozi yako yanamzuia. Nataka nikwambie, hizo ni akili za kibinadamu na ufahamu wa kibinadamu, lakini kufika mahali pale ni kufumba na kufumbua. Jinsi unavyoweza kuchezesha kope yako ya macho ni kufumba na kufumbua. Uko mbele ya kiti cha hukumu, unaulizwa ulifanya nini duniani. Usifikiri ni safari ya kutembea kama wengine wanavyofikiri, ni kufumba na kufumbua. Uko kwenye kiti cha enzi, kiti cha hukumu, unaulizwa ulifanya nini duniani. Yule baba amebadilika, unafikiri amekaa hiyo miaka, na laiti angelijua anakokwenda kuko vile, asingethubutu kunywa sumu. Lakini yamefichwa machoni, yamefichwa kama yalivyofichwa kwako unayenisikia leo. Watu wengi wamekuwa wakisema, unajua huyu dada ujumbe wake unatisha mno, ametafuta mbinu ya kutafuta pesa. Wapendwa, yamefichwa machoni pako. Mbinu ya kutafuta pesa sio hii. Ni nani anatamani kuacha watoto wake miezi akawa kutafuta pesa? Hiyo pesa hana na nani? Ni yamefichwa machoni pako, unashindwa kugundua. Ninachotaka nikwambie mpendwa, Roho wa Mungu afunue akili yako, itambue kile ambacho ninasema na wewe. Yamefichwa machoni pako, ndio maana watu wengi wanashindwa kuelewa ukweli, na watu wengi wako tayari waambiwe uongo ya kwamba mbinguni kule hakuna anayeweza kuingia, na wengine wanapenda waambiwe uongo ya kwamba huwezi kuokoka ukiwa hai. Utaokokeje ukiwa hai? Utaokoka baada ya kufa. Nataka nikwambie, ukisikia mtu anakuambia maneno hayo, huyo ni adui, tena ni adui kuliko magonjwa ya ukimwi. Mkimbie, kwa sababu baada ya kifo hakuna kuongozwa sala ya toba. Baada ya kifo ni hukumu. Hakuna wokovu baada ya kifo. Na wengine wana imani za ajabu, na hizi naziita imani za ajabu kweli. Wanasema mtu ukifa katika dhambi, ndugu zako walio duniani wanaweza wakatoa sadaka wakakuokoa kule mahali uliko. Ndugu zangu, hakuna sadaka, hakuna sadaka ya ng'ombe, hakuna sadaka ya pesa, hakuna sadaka ya mali ya aina yoyote inayoweza kukutoa ukishaingia jehanamu.
wangelikuwa wametoka. Kama ni hivyo, wengi wangelikuwa wamekimbia kule, ndugu zao wangelikuwa wamewatoa kwa sadaka zao. Iko sadaka moja tu inayoweza kukufanya usiingie jehanamu, ni sadaka ya damu ya Yesu peke yake aliyekufa msalabani. Hiyo ndiyo inayokufanya ukashindwa kuingia ile sehemu ya mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaendelea kunionyesha watu wengi, nipendelea kunionyesha. Akafika sehemu akaniambia, Nyisake, umeyaona haya? Nenda nyumbani kawaambie ndugu zako. Kweli nikajikuta nimerudishwa kama nilivyokuambia, ni kufumba na kufumbua. Nikawaambia ndugu zangu, nilivyowaambia nikaenda sehemu ya semina nikawaambia. Baada ya kuambia, tukarudi tena kwenye maombi. Tulipokuwa tukiendelea tena kwenye maombi, nakumbuka mama yangu alikuja akaniomba siku inayofuata kwamba ninaomba kanisaidie tukamalizie kupanda mahindi, kuna sehemu fulani pamebakia kidogo, halafu turudi kwenye mkutano. Naye pia alikuwa ameokoka, japokuwa kwa sasa amelala. Ninajua iko siku nitakutana naye. Na nikaondoka na mama. Ninajua Roho Mungu alitaka achukue nafasi ya kwenda kuzungumza, ya kwenda kunichukua huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipokuwa nimeondoka, tukafika eneo la shamba. Tembea njiani namsimulia mama, ndugu zake, majirani nilipowaona katika eneo lile. Kufika shambani, nakumbuka nilishika jembe, maana eneo halikuwa kubwa, lilikuwa ni dogo tu. Basi nakumbuka mimi nikawa nachimba yale mashimo ya kupanda mahindi. Nikachimba shimo la kwanza vizuri, shimo la pili vizuri. Ila ninainua jembe nichimbe shimo la tatu, kuna hali fulani ambayo ilipita kama umeme mwilini mwangu. Ghafla hali ya mabadiliko ikaingia. Halafu nikamwambia mama, nimejisikia vibaya ghafla. Akaniambia, endelea kulima. Sasa hizi ni saa 3 asubuhi. Watu wakiona unarudi nyumbani saa hizi watafikiri wewe ni mvivu. Tumalizie hapa tukawahi ibada ya mkutano jioni. Kweli sikupenda kubishana na mama. Ninachokumbuka nilinyanyua jembe ili niendelee kuchimba. Lakini katika hali ile ya kunyanyua jembe ili niendelee kuchimba yale mashimo na mama endelee kufukia, nikiwa nimenyanyua hili jembe nikajikuta nimechukuliwa, niko eneo jingine tofauti.